Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa Apostle Yusufu Omari Yusufu. Leo rafiki yenu kwa neema ya Kristo na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nimepewa neema ya kuja kushare na wewe baraka hizi ambazo Bwana amenipa niseme na wewe siku ya leo. Niko na jambo dogo ambalo nataka tujifunze kwa neema ya Kristo na kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Lakini kabla ya kuanza ni mshukuru Mungu kwa sababu ya ile neema aliyotupa. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye Mungu wangu na Baba yangu umempa neema ya kusikiliza hili jambo ambalo umeweka mbele yetu. Asante kwa sababu ya uzuri wako Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu ya upendo wako na huruma yako. Wewe ni mwaminifu na jina lako ni mwaminifu na kutukuza Mfalme. Asante kwa sababu ninatambua karama na vipawa vya kila mmoja. Onekana, uthibitike kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama nilivyosema, nataka nifundishe jambo dogo ambalo kwa kawaida kabisa watu wengi wamekuwa wanapitia kwenye magonjwa ambayo yanakuwa yanasumbua. Lakini wengi wetu hatujui kwa nini watu wanaumwa. Kwa nini tunaumwa? Ni vizuri mtu ukajua kwa nini magonjwa yanatusumbua. Yako mambo machache nitashare na wewe leo kwa neema ya Kristo. Japo magonjwa mengine yanaweza kuwa ni ya kutengenezwa. Lakini mimi nataka niangalie katika upande mwingine kwa nini mwanadamu au kwa nini mtu huwa anaumwa. Jambo la kwanza ambalo ninaomba rafiki yangu wewe unayenisikiliza tujifunze kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yako magonjwa ambayo yanaweza kutengenezwa kwa namna ya kichawi. Na mtu akakuroga au ukalogwa kwa kutupiwa magonjwa. Ukawa mgonjwa lakini kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mzima kabisa. Yule mtu wa ndani ni mzima kabisa. Lakini mwilini huyu mtu ni mgonjwa. Huyu ni mtu ni dhaifu. Lakini yako mambo ambayo tukizingatia na tukiyafuata hakuna mtu atakuwa mgonjwa. Narudia tena. Ugonjwa sio sehemu ya mwanadamu aliyowekewa na Bwana. Ila kuna mambo ambayo yanaweza kusababisha mtu akawa mgonjwa. Nikuonyeshe jambo la kwanza kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 11 na ule mstari wa 1 hadi wa 4. Yohana 11 na ule mstari wa 1 hadi wa 4 nisome kwa msaada wa Bwana. Yohana 11 mstari ule wa 1 hadi mstari wa 4. Biblia inasema, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu yake kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Mstari wa 3, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe katika huo. Tunaanza kuona kwa mujibu wa Biblia, Yesu anatuambia kuna ugonjwa mwingine ambao unaweza kuwa umekuja kwa mtu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mungu ajidhihirishe ukuu wake na uweza wake. Martha na Mariamu wanamwambia Yesu kwamba, mwalimu, tazama rafiki yako Lazaro hawezi,
lakini Yesu alikuwa anajua kwamba Lazaro ni mgonjwa. Akasema ugonjwa huu sio wa mauti, ni ugonjwa ambao umekuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi walikuwa wanamuona Yesu. Alimfufua binti Yairo, alimfufua binti mwingine kwenye lango la Naimu, lakini ilipofika wakati huu akasema, acha sasa Lazaro afe kabisa, azikwe na ataenda kufufuliwa. Kwa ule ugonjwa ulikuwa unaenda kuthibitisha utukufu wa Mungu. Kwa aliuona ugonjwa, alijua Lazaro ni mgonjwa, lakini aliruhusu ugonjwa utimie ili utukufu wa Mungu uje udhihirike. Kwa kuna mtu unaweza kuwa unaumwa, umehangaika kwenye kila hospitali, lakini kumbe ule ugonjwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Huumwi kwa sababu ya kurogwa, unaumwa kwa sababu utukufu wa Mungu uje udhihirike kwenye maisha ya kwako, kwenye maisha ya familia yako. Watu wajue kwamba kumbe ugonjwa unaweza kushindikana hospitali na Mungu akaenda kufanya na ukawa mzima. Tunaanza kuona hilo jambo la kwanza, lakini unagundua kwamba kumbe kuna mambo mengine yanakuja kwa mwanadamu kwa ajili ya neema na utukufu wa Mungu. Ndio maana kuna mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa amezaliwa kipofu, haoni toka tumboni kwa mama yake, lakini watu wakamuuliza Yesu, je, mtu huyu ametenda dhambi? Ni yeye au ni mama yake au ni baba yake? Jambo la kujiuliza, huyu mtu anawezaje kutenda dhambi ikiwa amezaliwa hali ni kipofu? Lakini Yesu akasema mtu huyu hajatenda dhambi, sio baba yake, sio mama yake, ila ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kuna magonjwa yanakuja kwa ajili tu ya utukufu wa Mungu. Nataka nikwambie rafiki yangu, wewe unayeniangalia saa hizi, wewe unayeniangalia leo, uko ugonjwa ambao unaweza kuwa umekuja kwako kwa ajili tu ya utukufu wa Mungu. Ninaomba Bwana, ninaomba Mungu wangu yule aliyekutendea akutendee muujiza juu ya huo ugonjwa, kwa sababu umekuja ni kwa ajili ya utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ambalo nataka nishare na wewe ni kwa ajili ya dhambi. Mtu anaweza kuumwa kwa ajili tu ya dhambi. Dhambi, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa dhambi inaweza kusababisha mauti, ugonjwa ukaingia na ukasababisha huyu mtu akawa ni mgonjwa. Dhambi inaweza kuleta magonjwa kwenye mwili wa mwanadamu. Ukisoma Biblia kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 5 na mstari wa 14 hadi wa 16, Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 14 hadi wa 16, nisome kwa msaada wa Bwana. Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 14 hadi wa 16. Baada ya hayo, Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Mstari wa 15, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaanza kuona Yesu anamponya mtu, alafu anamwambia usitende tena dhambi, yasije akakupata makubwa kuliko haya. Kwa nini anamwambia hivi? Tafsiri inaonyesha kwamba kumbe dhambi ilisababisha huyu mtu akawa mgonjwa. Ile dhambi aliyoitenda ikaruhusu mlango wa magonjwa kuingia ndani yake. Na ukumbuke adui ambaye ni Shetani anapata nafasi kwa sababu tu ukipatikana mlango wa yeye kuingia na kutenda uovu. Kwa unapopatikana mlango kwa sababu ya dhambi, adui anasababisha kuweka magonjwa. Anaweza kuweka magonjwa. Ukashangaa mtu amepata kansa, amepata sukari, kumbe ni kwa sababu tu ya dhambi aliyoitenda. Ile dhambi ikazaa magonjwa, na yale magonjwa ili yazae mauti. Ninaomba
kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa neema ya Yesu Kristo, ule mlango uliofunguka ukasababisha magonjwa yakaingia, ninaomba neema ya Kristo iwe juu yako. Na ikiwa dhambi ilisababisha magonjwa, Mungu wangu ninaomba akurehemu, na ile dhambi ikiondoka, uzima unaingia ndani yako. Ninamuomba Roho Mtakatifu, yule aliyetenda miujiza ya kupita kawaida, akusamehe na akurehemu. Ikiwa umelala kitandani kwa sababu ya udhaifu, ikiwa umelala kitandani kwa sababu ya magonjwa yaliyosababishwa na dhambi ya aina yoyote, ninamsihi Roho Mtakatifu aachilie hiyo neema kwenye kitanda pale ulipo, aachilie uzima popote pale ulipo, na magonjwa yaondoke kwako katika jina la Yesu Kristo, ili uzima uingie kwenye maisha yako, uzima uingie kwenye mifupa yako, uzima uingie kwenye familia yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba neema ya Kristo inayosababisha jambo lolote liwezekane, ile neema iwe juu yako na Mungu akusamehe, kwa maana Mungu anasema atusamehe dhambi zetu zote, atuponya magonjwa yetu. Ninaomba Mungu atusamehe dhambi, na ile dhambi iliyosababisha ugonjwa ukaingia, Mungu akusamehe katika jina la Yesu, na uzima ulio ndani ya Kristo uingie kwenye mifupa yako katika jina la Yesu Kristo. Na mmoja aseme amen. Jambo la tatu, Biblia inafundisha, inasema ni ulaji mbaya, aina ya vyakula, namna mtu anavyokula. Kuna mtu anakula pasipo utaratibu. Chakula kinaweza kusababisha ukawa mgonjwa, na wataalamu wa afya wameshauri, wanasema mtu anaweza kuumwa kwa sababu ya kula vyakula vibaya. Kwa ukisoma Biblia unaona kuna watu walikuwa wamepewa vyakula, wakasema hatuwezi kula hicho chakula, kinaweza kusababisha tusiwe na afya. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Danieli sura ya 1 na ule mstari wa 12 hadi wa 16, kitabu cha Danieli ule Danieli sura ya 1 na mstari wa 12 hadi wa 16, kitabu cha Danieli ile sura ya 1 na mstari wa 12 hadi wa 16. Nitasoma katika jina la Yesu. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Mstari unaofuata, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Mstari wa 15, hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuona kumbe wakina Danieli walijua tatizo la chakula cha mfalme, wakagundua kwamba tukila chakula cha mfalme tunaweza kuwa dhaifu. Unaweza kula chakula ukawa dhaifu rohoni na mwilini. Biblia inasema hata Eliya alikula chakula cha siku moja kikampeleka nyikani siku 40. Unaweza kula chakula leo kikakufanya kuwa dhaifu maisha yako yote, kikakufanya kuwa mgonjwa kwa siku nyingi, kwa miaka mingi. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia unakula nini. Biblia inatuonyesha wakina Danieli wakamwambia huyu msaidizi wa mfalme, tunaomba utujaribu kwa siku 10 tu, utupe mtama na maji tule, halafu uone kile kitakachotokea. Na vijana wengine wakapewa chakula cha mfalme wakala. Wakati wanakula, hawa watu wanaendelea kula mtama na maji. Biblia inasema baada ya zile siku 10 wakina Danieli walionekana wamenawiri, ni wanene kuliko waliokula chakula cha mfalme. Kumbe chakula cha mfalme kiliwafanya wengine wawe dhaifu. Leo mtu anaweza kukupa chakula ukala, na kile chakula kikakufanya wewe uwe dhaifu. Unaweza kuwa dhaifu wa rohoni, unaweza kuwa dhaifu wa mwilini. Ndio maana ukisoma Biblia unaona kuna mtu mwingine anaweza kuota anakula au anakunywa. Watu wanaota wanakula au wanakunywa ili uamke uonekane kuwa dhaifu. Biblia imesema mtu aotapo anakula au anakunywa, akiamka mtu huyo roho yake imezimia.
Kwa nini unazimia? Kwa sababu uliota unakula, na yule mtu wa rohoni alioteshwa anakula chakula, anapoamka amezimia. Na mtu aliyezimia hajui kinachoendelea kwenye ulimwengu wa mwili, lakini anakuwa amepoteza fahamu zake. Kwa kwenye ulimwengu wa roho, mtu anaweza akazimia, akazimishwa ili asijue kinachoendelea kwenye maisha yake. Watu wanaweza kukupa chakula na kile chakula kikakufanya usisimame tena. Mtu anaweza kula chakula kikamfanya aende kwa maisha yake yote, aende kwenye siku zake zote. Ndio maana ni vizuri kuzingatia unakula nini na unakula wapi na unakula kwa ajili ya nini. Ni vizuri kuzingatia. Unayependa kula, jiulize unakula kwa ajili ya nini. Chakula kinaweza kubeba mauti, chakula kinaweza kubeba uzima, chakula kinaweza kuwa sehemu ya kukuvusha, sehemu ya kukubariki. Ndio maana unamwona Abrahamu, ili abarikiwe, ilibidi awape chakula wale malaika waliokuja. Alikuwa anajua nguvu ya chakula iliyo ndani yake. Kuna watu wanapokuja, ukiwapa chakula umebarikiwa. Chakula kinaweza kufanyika sehemu ya baraka, chakula kinaweza kufanyika sehemu ya mauti. Ni vizuri kuzingatia chakula unachokula. Unakula kwa ajili ya afya gani? Unakula kwa ajili ya nini? Unaweza kusema nakula ili mwili uwe na afya, lakini roho ikawa dhaifu. Ndio maana unakula chakula cha kiroho. Kwa kadiri unavyolisikia neno la Mungu, hicho ni chakula cha kiroho, kinamfanya yule mtu wa ndani awe imara zaidi. Biblia inasema ingawa utu wa nje unasinyaa, lakini utu wa ndani unaimarika siku hata siku. Kwa hiyo mtu wa ndani anapoimarika kwa kusoma neno la Mungu, kwa kusikiliza mahubiri, kwa kusikiliza kama hivi, mtu wa ndani anaimarika siku hata siku. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kwa kadiri unavyokula neno la uzima, kwa kadiri unavyosikiliza neno la uzima, kwa kadiri unavyosoma neno la uzima, ndivyo ambavyo mtu wa ndani aimarike. Ninaomba yule roho wa uzima aingie ndani yako, roho wa uweza aingie ndani yako. Ninajua unatamani kusoma neno kila asubuhi na kila jioni, lakini kuna wakati unashindwa. Kwa kadiri unaposema ngoja nikasome neno, ndivyo ambavyo unasikia usingizi zaidi. Ni kwa sababu roho wa uweza anatakiwa kuingia ndani yako ili akuwezeshe kwa ajili ya wewe kusoma neno. Sio roho wa kawaida. Unaweza kupata nafasi ya kuangalia tamthilia, unaweza kupata nafasi ya kuangalia movie, unaweza kupata nafasi ya kuangalia Instagram, lakini wakati tu unasema uanze kusoma neno, wakati tu unasema uanze kuomba, ndipo unaposikia uzito, ndipo unaposikia ugumu wa kusoma na kuomba. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu ya ile roho ambayo imeingia ndani, inakufanya uwe dhaifu. Ninakuombea kwa msaada wa Bwana na kwa uweza wa Roho Mtakatifu, yule roho wa uweza aingie, akae ndani yako na akusaidie. Kuna wakati unapokuwa huwezi, mwambie roho wa uweza, nisaidie katika kuomba. Roho wa maombi huisha ndani yangu, mtu wa ndani, ili aweze kuomba, na utaona kinatokea kitu na jambo linazaliwa kwenye maisha yako. Nikuonyeshe jambo jingine kwa haraka haraka. Mungu anasababisha mtu aumwe kwa sababu ya wokovu. Kitabu cha Mathayo sura ya 15. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 15. Mathayo sura ya 15 na ule mstari wa 29 hadi wa 31. Mathayo sura ya 15 mstari wa 29 hadi wa 31. Mathayo sura ya 15 anasema, mstari ule wa 29, Biblia imeandika, Yesu akaondoka huko, akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi, wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi. Wakamwekea miguuni pake, akawaponya. Mstari unaofuata, hata ule mkutano wakastaajabu walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda na vipofu wanaona. Wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, na wahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku 3 wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula. Tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Mstari ule wa
30 na mstari wa 33, wanafunzi wake wakamwambia, tupate wapi mikate mingi hapa nyikani hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisoma haya maandiko unaona watu walimfuata Yesu wengi sana, lakini kilichotokea ni nini? Watu walikuwa wagonjwa, lakini kwa sababu ya wokovu Mungu alionekana kwenye maisha ya wale watu kwa sababu ya wokovu. Yesu alipowaponya, kuna watu wengine waliokolewa, kuna watu wengine walimpokea Yesu kwa sababu tu wameona wengine wamepona, wameona tu wengine wamefunguliwa, viwete wametembea, viziwi wamesikia, mabubu wamepata kusema tena, wasiozaa wamezaa, waliokuwa hawawezi wameweza. Ni kwa nini? Kwa sababu wokovu ulikuwa unataka kuingia kwenye maisha yao. Ninaomba ile neema ambayo Mungu anaiachilia leo na ile neema ambayo Roho Mtakatifu anataka kuweka juu ya maisha yako ikusaidie kwa ajili ya wokovu. Mungu anataka afanye jambo. Unaweza kujiona umekuwa mgonjwa kwa siku nyingi, mwambie Bwana, umenifanya niwe mgonjwa, ninakuomba kwa ajili ya wokovu jambo likatokee kwenye maisha yangu. Watu wengine Bwana, kwa sababu ya udhaifu nilionao, watu wakuone wewe, watu wakujue wewe kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya wokovu, wengine wakujue wewe. Ninakuombea na Mungu atakuinua pale ulipo kitandani. Ninaomba kwa ajili yako wewe, Mungu wangu aachilie neema ya wokovu kwenye maisha yako. Mungu aachilie neema ya wokovu kwa ndugu zako katika jina la Yesu. Na ule ugonjwa uliokuja kwako kwa sababu ya wokovu, ili wengine waokolewe, Mungu aiachilie hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uzima na uponyaji kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu ya uponyaji kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uzima kwenye maisha yako, kwenye mifupa yako, kwenye tishu zako, kwenye maso zako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uzima uwe mkamilifu ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninamalizia kwa jambo moja la mwisho. Yako mambo mengi, lakini Roho Mtakatifu amenipa neema ya kufundisha mambo haya matano kwa ajili ya kwa nini mtu anaumwa. Jambo la mwisho ni kwa sababu ya kutokumtii Mungu. Ni kwa sababu ya kutokumtii Mungu. Watu wengi sana, Biblia inasema yeye atakayekubali na kutii atakula mema ya nchi. Watu wengi sana wanaumwa kwa sababu ya kutokumtii Mungu. Ukisoma Biblia kwenye Kumbukumbu la Taurati sura ile ya 28 mstari wa 1, Biblia inasema kabisa yeye atakayesikia habari hizi au atasikia jambo hili, atakayesikiliza mambo ya Mungu, atakayeyatii na kuyafanya kwa bidii, Mungu anasema kwenye mstari unaofuata, na baraka hizi zote zitamjilia na kumpata asikiapo mambo haya na kuyafanya kwa bidii. Lakini ukisoma mstari wa 13, 14 na 15 utaona inageuka, inasema yeye atakayeacha kuyasikiliza, asiyesikiliza, asiyefanya, asiyetii, kuna mambo Mungu anasema yatakuja kwake na yatampata. Nini ya Mungu anasema? Anasema kuna laana zitaanza kuja kwake. Kwa nini? Kwa sababu tu hakutii. Kwa nini? Kwa sababu tu hakusikiliza. Kwa nini? Kwa sababu tu hakufanya kwa bidii. Sasa kule kuto kusikiliza, kule kuto kutii na kule kuto kufanya kwa bidii yale ambayo Mungu ameelekeza yanasababisha magonjwa yaje. Tunaona kwenye Biblia, ukisoma mstari wa 15 kushuka chini, unaona ni laana zimefuatana na ni magonjwa yametajwa na kila hali. Hebu tusome Biblia kwenye hiyo sura ya Kumbukumbu sura ya 28 na mstari wa 47 na 48, alafu tusome na mstari mwingine wa 66 na wa 68. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na mstari ule wa 47 na mstari wa 48, alafu niruke nisome mstari wa 66 na mstari wa 68. Mstari wa 47 na 48 anasema, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Anasema, kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote.
Anasema naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata atakapokwisha kukuangamiza. Unaanza kuona Mungu huyu tunayemtumikia, unapoacha kumtumikia Mungu, unapoacha kuwa mtii juu ya maelekezo Mungu aliyofanya au Mungu aliyokupa au Mungu aliyotuelekeza, Mungu anasema kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru, anasema kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Mungu ametupa vitu vyote, lakini tusipokuwa sehemu ya kumtumikia Mungu, sehemu ya kuwa watii juu ya vile vitu Mungu alivyotupa, Mungu anasema kwa hiyo utawatumikia sasa adui zako. Mungu anaanza kukupeleka uwe mtumwa kwa adui zako. Anasema atakaowaleta Bwana juu yako. Kwa njaa, unaanza kuona njaa nyumbani kwako, njaa inaingia. Kwa kiu kunakuwa hakuna maji. Anasema na kwa uchi mambo yako yanaanza kuto kufanikiwa. Unakuwa ni kama mtu uliye uchi, vitu vinakuwa hakuna nyumbani kwako, kwa ni kama kila unachokifanya hakifanikiwi. Anasema na kwa uhitaji wa vitu vyote, unakuwa wewe ni muhitaji wa kila kitu, muhitaji kwenye afya, muhitaji kwenye mahusiano, unakuwa kila kitu ni muhitaji. Kumbe kanuni ilihitaji urudi mstari wa kwanza. Kanuni inakutaka ukirudi mstari wa kwanza wa Kumbukumbu sura 28 ukaufanya kwa bidii, ukasikiliza kwa bidii, ukayafanya kwa bidii, yale yote aliyoyasema Mungu, utashangaa yale yote Mungu aliyokuambia yanaanza kutokea. Anasema sasa naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata atakapokwisha kukuangamiza. Na unajua kazi ya kongwa, ukifungiwa kongwa huwezi kutoka kwenye hilo kongwa. Ni mpaka kwa neema ya Bwana, ni mpaka unapomwambia Mungu nimekusikia, nitatii, nitafanya kwa bidii, nitatenda kwa bidii, Mungu analiondoa lile kongwa na unaacha kuwatumikia adui zako. Ukienda sasa mstari ule wa 67, 66 na mstari ule wa 68, 66 mpaka mstari ule wa 68, tuangalie hapo tuone Mungu anasema nini. Mstari wa 66 na 67 na 68, Biblia inasema na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako, nawe utakuwa na uoga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako. Maisha yako yanaanza kuwa na wasiwasi, uzima wako unakuwa na wasiwasi. Kwa usiwaze kuna wakati hujalogwa, kuna wakati hakuna aliyekuloga kabisa. Ni kwa sababu tu hukuwa mtii, ni kwa sababu tu hukumsikiliza Mungu. Biblia inasema na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako, nawe utakuwa na uoga usiku na mchana. Ndo ile mtu anasema jamani, mimi kwa kweli usiku naingia hofu, nakuwa na hofu usiku, sitamani hata kama usiku uingie. Anasema asubuhi utasema laiti ingekuwa jioni, na jioni utasema laiti ingekuwa asubuhi. Kwa hicho anasema kwa kicho cha moyo wako utakavyokuwa, anasema na kuona kwa macho yako utakavyoona. Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikuambia hutaiona tena popote. Nanyi huko, anasema nanyi huko mtajiuza nafsi zenu kwa adui zenu kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakayewanunua. Unaona Biblia inachosema, Bwana atakurudisha tena Misri kwenye yale magonjwa ambayo ulitoka, ulishavuka, kwenye ile hali ambayo ulishavuka. Mungu anakurudisha tena kwa sababu tu ya kutokutii. Ninakuomba rafiki yangu, ninakuomba mtakatifu wa Mungu, kwenye jambo ambalo Mungu amekwambia fanya kwa bidii, fanya kwa bidii kweli kweli. Watakatifu wa Mungu leo wengi ni wagonjwa, wengi wanashindwa, wengi wanakwama, sio kwa sababu hawana Mungu, ni kwa sababu wamekosa tu utii. Kwa hiyo yamegeuka yale Mungu aliyosema kwenye Kumbukumbu ya Torati. Umeacha kuwa na baraka alizozisema. Mungu amesema ukisikiliza, ukafanya, ukawa mtii, baraka zinakujilia na kukupata. Anasema atakubariki uingiapo, utokapo, atabariki kapu lako la kukandia unga, atabariki kazi ya mikono yako, atabariki maongeo ya mashamba yako na kila kitu. Lakini hebu angalia kwenye mstari wa 15 kushuka chini mpaka unafika mstari wa 18, ni laana zimejaa kuliko kawaida. Anasema moyo wako utakuwa na hofu
utakuwa huna utulivu, afya yako haitakuwa sawasawa. Kwa nini? Kwa sababu tu ya kutokuwa watii. Ninakuomba Roho Mtakatifu akuongoze, Roho Mtakatifu akusaidie, ili kile ambacho unakifanya ukifanye kwa bidii sana. Kile ambacho Mungu amekubariki ukitumie kwa ajili ya baraka kwenye kazi ya Bwana, ukitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na Mungu ataonekana kwenye maisha yako kuliko ilivyo kawaida. Ninaomba kwa ajili yako muda huu unaonisikiliza, Mungu aachilie neema katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante hata kwa sababu ya mtu huyu ambaye Bwana umeachilia kibali cha kusikiliza jambo hili. Na kwenye maneno haya ambayo Mungu nimefundisha, ninaomba Mungu wangu, wewe unayeishi, Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu, mkufunzi wetu, profesa wetu na kocha wetu, unayetufundisha kila itwapo leo, Mungu wangu ninaomba ukamfundishe zaidi sana, ukamjulishe namna ya kutenda na namna ambavyo Bwana ule ugonjwa uliokaa kwake ukaondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Yesu kwa ajili ya mifupa yake, achilia neema kwenye mifupa yake, achilia uzima katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba yoyote aliyoko hospitalini, iwe una ndugu yuko hospitalini, ninaachilia uzima kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa yuko kwenye kitanda, ninaagiza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, lile godoro alilolilalia hata lalia tena. Ninaagiza ajitwishe godoro lake na aondoke pale alikolala katika jina la Yesu Kristo. Malaika walio mahususi kwa ajili ya uponyaji waende wakaachilie uzima kwenye mifupa yako, uzima kwenye tishu zako, uzima kwenye maso zako, na kuanzia sasa ugonjwa wowote uliotajwa kwenye maisha yako hautakaa tena katika jina la Yesu. Ninakuombea pale ulipo, magonjwa yasitajwe kwako, udhaifu usitajwe kwako. Ninaachilia uzima uwe ndani yako, ninaachilia uzima uwe ndani yako, ninaachilia uzima uwe ndani yako, uzima kwenye mifupa, uzima kila mahali katika jina la Yesu, kuanzia kwenye utosi hadi kwenye wayo wa miguu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya uaminifu wako, ni katika jina la Yesu Kristo. Ninakuaga rafiki yangu, tukutane mpaka wakati mwingine. Ni mimi rafiki yako, ni mimi mtumishi wa Bwana na mpako wa mafuta wa Bwana. Ninakuaga mimi mjenzi, ninakusihi wewe mtumishi wa Mungu unayeniangalia, tukutane mpaka wakati mwingine. Amen. Asante sana, ubarikiwe.